aliyepokea kwa ujumbe wa malaika neno wa Mungu na kuuletea ulimwengu uzima, anatambuliwa na kuheshimiwa kwa kweli kuwa mama kweli wa Mungu na mkombozi. Kwa mama wa Mungu na mkombozi. Lakini pia Lumen Gentium 59 naye inaendelea kuzungumzia hayo katika kukingiwa dhambi ya asili. So vyote utakuta katika Biblia kukingiwa dhambi ya asili na kupalizwa mbinguni. Lumen Gentium 59 inasema mwishowe Bikira Maria asiye na doa aliyekingiwa na kila doa la dhambi ya asili. Katika hii kukingiwa dhambi ya asili, Mungu aliamua kufanya hivyo ili Yesu asizaliwe kwenye tumbo la dhambi ya asili, kwa sababu kwa kuzaliwa kwetu tu tumeirithi dhambi ya nani? Ya Adamu na Hawa. Lakini yeye Bikira Maria peke yake alikingiwa hii nini? Dhambi ya asili kwa lengo maalum. Kitu kingine cha kukumbuka sana katika kupalizwa mama Bikira Maria mbinguni, tarehe mwaka 1950 ilitangazwa na Papa Pius wa 12. Tumalizie sasa. Huku mwenyekiti ukumbuke kuniambia muda Umebakia dakika ngapi? Okay. Nafasi ya mama Bikira Maria katika ulimwengu. Katika ulimwengu. Sasa zipo nyingi sana nafasi ya mama Bikira Maria. Tumeshaangalia kipengele cha mapokeo matakatifu, tumeshaangalia kipengele cha nini? Cha yeye kama mama wa Mungu. Sasa tunaingia katika ile pati ya tatu. Ya msingi tena sana. Inaitwa hermeneutics. Maana yake ni inasaidia pia kuakisi katika maisha yetu ya kila siku. Msifu Yesu Kristo. Yeah. Kwa hiyo endelea kuwa makini sana. Nafurahi kuna wengine pia wanaendelea kuandika kina Thomas na wengine. Sasa nafasi ya mama Bikira Maria kwa ulimwengu, kwangu mimi, maana yake tupo ulimwengu jamani. Kama Yesu alivyosema katika Injili, ikaandikwa kwenye Injili ya Yohana sura 16:33 kwamba ulimwenguni mtapata masumbuko mengi, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Sasa bado tupo ulimwenguni, sisi tupo ulimwenguni. Kwa hiyo nafasi ya mama Bikira Maria tukiwa hapa ulimwenguni ni ipi? Yapo mengi, lakini msingi mkubwa upo katika ushiriki wake katika ukombozi wetu. Mama Bikira Maria tangu mwanzo, tangu alivyotungwa mimba katika tumbo lake, wakati malaika Gabriel anamtangazia na mimba ilivyotungwa kupitia Roho Mtakatifu, kuanzia pale alianza kushiriki katika ukombozi wangu, katika ukombozi wako, kutokana na dhambi zetu, Tukisoma katika Wagalatia sura ya 5. Magdalena una Biblia? Okay, hebu tafuta Wagalatia sura ya 4. Katika Wagalatia sura ya 4. Kwa wakati anaendelea kutafuta, ukifika uniambie. Tunaona kitu kizuri pale. Lakini sasa huu ukombozi ameushirikije? Sasa tunasema ni kushiriki, co-redemptics, ameshiriki. Ushawahi kusikia kitu kinaitwa co-worker Mnafanya kazi pamoja, right? Coordination. Maana kuna kitu fulani na jambo moja una coordinate na unaunganisha na lingine. Maana co-redemptics. Redemptics inamaanisha ukombozi. Sasa ameshirikije huu ukombozi? Ya kwanza ni kupitia unyenyekevu wake. Na hii tunaipata katika Injili ya Luka sura ya 1:38. Unyenyekevu wake kwa maana gani? Unyenyekevu kwa maana yeye kukubali kile alichoambiwa na malaika Gabrieli. Haikuwa rahisi. Hebu piga hesabu ndugu yangu. Tayari una mchumba wako. Ambao mko hapo, pengine wengi mtaenda katika wito wa ndoa takatifu, labda pengine mtaenda katika upadre ama utawa kama mimi. Very good. Sasa kwa wale ambao mtaenda kwenye ndoa takatifu, pengine umeshatoka katika hatua ya urafiki, sababu kanisa tumekupa hatua. Kwanza uwe naye katika hatua ya urafiki. Alafu uingie katika uchumba, ndo uingie katika nini? Katika ndoa. Sasa piga hesabu, Bikira Maria na Mtakatifu Yosefu tayari walishakuwa katika hatua ya nini? Ya uchumba. Sasa ni mfano wewe una mchumba wako. Kaka unaitwa nani? Joseph. Kama Joseph wewe, tupigia makofi. Sasa Joseph, tuseme Joseph, sasa tutolee mfano, inawezekana akaenda upande sijui, lakini tutolee mfano Joseph ana mchumba wake tayari, walishatoka katika hatua urafiki. Ana mchumba wake anaitwa labda Lilian. Napenda jamani wote anaitwa Lilian na wengine, kwa sababu nimeweka pia kwenye kitabu changu kimoja kinaitwa tamthilia ya Asante Yesu kwa kunifuta machozi. Nilitunga, sio ya kweli, nilitunga lakini kuendana na maandiko matakatifu.
Sasa una mchumba wako anaitwa Lilian, alafu huyu Lilian, lakini mfano unamfanya zaidi tu, editor tumuite Lilian mfano. Sasa Lilian, unajua kuambiwa kwamba utapokea mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, hakati una akili kabisa, yani kwamba sasa kupata mimba mimi kama mimi inabidi nifanye mapenzi, na katika kanisa Katoliki inabidi niwe katika ndoa. Sasa napateje tu mimba hivi hivi? Nani inakuja kujeje? Lazima ushangae. Ndio alichoshangaa hapa Bikira Maria. Na kwa Yosefu sema yaongei aionyesha hapa sana. Sasa kwa Yosefu yeye sasa ni ameshakuwa na huyo mchumba wake namna hiyo, hapa anakuja kupewa tu taarifa kwamba wewe yaani umchukue huyo Maria kwa mke wako, ana mimba. Mpaka tuje kukutana naye. Na kwa Wayahudi mtu alikuwa akikutwa ana mimba namna ile, maana yake ni mzinzi, anapigwa, anatengwa. Maana yake Yosefu sasa akawa amejiandaa kumwacha kwa siri. Lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu Mungu akasema naye kwa njia ya ndoto. Kwa njia ya ndoto kwamba umchukue kwa mke wako. Kwa hiyo akavumilia. Kwa hiyo sio rahisi sana, sio rahisi. Huu unyenyekevu hali ya juu kwa Mtakatifu Yosefu na Mama Bikira Maria, lakini sasa hapa lengo letu kubwa ni Mama Bikira Maria kukubali. Kwa hiyo japo wote walikubali, lakini watu wamzungumzia Mama Bikira Maria alikubali kwa unyenyekevu wake. Kwa hata sisi kuna mambo mengi sana ambayo tutashindwa kuyafanikiwa kama hatutakubali kusikia sauti ya Mungu. Na tunaisikia kwa namna gani? Kwa njia mbalimbali, zipo njia nyingi sana za kuweza kuisikia. Tunaposikiliza mafundisho kama haya, tunaposoma maandiko matakatifu ya Baba Katekisimu ya Kanisa Katoliki, homilia katika ibada ya misa takatifu. Niliwaambia pia katika YouTube kuna mambo mbalimbali ya kanisa, kuna kina Padre, wapo wengi, kina Padre Faustine Kamugisha, wapo wengi wanaozungumzia mambo. Sasa mama wa Mungu na mama wa kanisa, hebu soma ile Wagalatia sura ya 4 aya 4. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati upi? Mungu alimtuma mwanae ambaye amezaliwa na mwanamke. Alimtuma mwanae ambaye akazaliwa na nani? Na mwanamke. Alafu ikawaje? Amezaliwa chini ya sheria. Akazaliwa chini ya sheria, then kusudi awakomboe hawa waliokuwa chini ya sheria. Kusudi awakomboe waliokuwa chini ya sheria, alafu ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Aya ya 5. Ndio ya 5. Tupate kupokea hali ya kuwa wana. Kwa hiyo mama wa Mungu katika kutukomboa sisi kutoka katika hali ya sheria. Kwa hiyo Yesu akafanyika kuwa laana, akaibeba ile sheria, ile dhambi yetu, ili sisi tuweze kukombolewa. Kwa maana yake amezaliwa na Mama Bikira Maria. Huyu Mama Bikira Maria ameshiriki huo